Hamjambo, karibuni sana. Leo tunaangalia ndege mojawapo ya kivita ambayo imetumika na Marekani kwa muda mrefu sana. Hii ndege inaitwa Boeing B-52 Stratofortress. Ni bombardier wa masafa marefu ya wanajeshi wa anga ya Marekani, uliotambulishwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 1955. Hii ndege hadi leo bado iko katika huduma na bado inatumika mpaka sasa. Na huwa wanasema ya kwamba hii ndege inaweza tumika hadi miaka ya 2050. Kutokana na uboresho wa mara kwa mara, inaweza kubeba silaha zenye uzito wa hadi pauni 70,000 ama 70,000, ndio inaweza beba uzito wa silaha zenye uzito wa pauni 70. Na pia hii ndege inaweza ruka takribani maili 8,800 bila kujaza mafuta. Kwa hivyo inaweza enda umbali wa maili 8,800 bila hata kujaza mafuta. Jambo ambalo linaloifanya kuwa moja ya ndege zenye huduma na matumizi mengi zaidi katika historia ya kijeshi huko Marekani. Pia hii ndege ukiangalia ni ndege ambayo iliundwa kwa muundo mzuri, kwa sababu iliweza kutumika katika Cold War. Iliweza kutumika katika Cold War, vita vya baridi, na ikawa ni ndege ambayo ilikuwa nzuri zaidi. Hii ndege ilitengenezwa mara ya kwanza April 15 mwaka wa 1952 na ikaweza kuingia katika huduma kufanya operesheni mwaka wa 1955 Februari. Pia hii ndege kwa saa hii kuna ndege ambazo zimetengenezwa na mfano wa hii B-52H bado ziko katika huduma ya kijeshi la anga la Marekani. Pia nisema uwezo wa kubeba silaha, inaweza beba silaha kilo 32,000. Silaha hizo ni za nuclear ama silaha za kawaida tu. Pia nikakwambia kwamba inaweza enda takriban maili 8,800. Hizo ni kama kilomita 14,200 bila kujaza mafuta. Urefu wa kuruka inaweza ruka futi 50,000. Hizo ni kama mita 15,166. Imekuwa ikiboreshwa mara kwa mara kwa sababu ya kuongeza huduma yake ili iweze kufikia miaka ya 2050. Na pia inaboreshwa katika urambazaji, kulenga na uwezo wa kutumia silaha sahihi. Pia inatengenezwa ama kuboreshwa ili iwe na uwezo wa kufanya kazi ama mashambulizi ya kimikakati, iwe msaada wa karibu ama kuzuia adui na operesheni za baharini. Hii ndege iliweza kutumika katika enzi ya vita baridi. Iliundwa awali kubeba silaha za nyuklia dhidi ya Umoja wa Kisovieti, na pia iliweza kutumika katika vita vya Vietnam. Ilitumika sana kwa mashambulizi ya mabomu ya kutandaza ambayo inaitwa carpet bombing. Pia iliweza kutumika katika operesheni Desert Storm. Hiyo ilifanyika mwaka wa 1991. Ilitoa 40% ya silaha zote za muungano zilizotupwa. Matumizi hivi sasa karibuni, hii ndege ilitumika tu juzi na Marekani wakati walikuwa wanafanya operesheni Epic Fury huko Iran. Iliweza kutumika katika hiyo operesheni. Kwa hivyo ni ndege ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitumika na Marekani kwa sababu ya jinsi ilivyo. Ni ndege nzuri, ni ndege ambayo ilitengenezwa licha ya kutengenezwa miaka ya
950 bado ni muhimu, kwa sababu ina uwezo wa kubeba silaha, iko na uwezo mkubwa wa kubeba silaha, umbali mrefu na uvumilivu unaofaa kwa misheni ya kimataifa, uwezo wa kubadilika kwa mifumo ya kisilaha ikiwemo makombora ya cruise na mabomu sahihi, na ni gharama nafuu kuboresha ndege zilizopo, ni rahisi kuliko kutengeneza mabondia mapya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tafadhali bonyeza like na ili uweze kujifunza mengi kuhusu jinsi na ambavyo dunia ilivyo. Asanteni sana.